Na mtazamaji, ahlan wa sahlan wa marhaba mahala popote ulipo. Natumai umzima na buheri wa afya. Karibu kwa habari tulizokuandalia siku ya leo. Hujambo na karibu, jina langu ni Steven Wanyama. Mitihani ya mwisho wa muhula inatarajiwa kuanza wiki ijayo katika chuo kikuu cha Kenyatta, huku maelfu ya wanafunzi wakiwa katika hatua za mwisho wa maandalizi. Shinikizo linaongezeka na kwa wanafunzi wengi kipindi hiki kinaweza amua mustakabali wa masomo yao. Mwandishi wetu Rajab Juma alifika chuoni na kuweza kutuandalia habari ifuatayo. Muhula wa kwanza katika chuo kikuu cha Kenyatta unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Februari. Hii ni baada ya muhula huo kuathirika pakubwa na mgomo wa wahadhiri na kupelekea kubadilishwa kwa tarehe za mitihani. Ni katika maktaba makuu ya chuo kikuu cha Kenyatta ambapo wanafunzi wanaendelea na shamba na mikakati ya kuendelea kujiandaa na mtihani ambao ni wa mwisho wa muhula huu wa kwanza. Na hivi sasa nitajiunga na baadhi yao niweze kujua ni vipi wamejiandaa na ni vipi chuo kikuu cha Kenyatta kimewawekea mazingira mwafaka ya kuweza kuwa wanafunzi hawa wanafaulu katika mtihani huo. Brian Marwa ni mwanafunzi katika mwaka wa 4. Licha ya tarehe za mitihani kusongeshwa mbele, Brian anaeleza matumaini ya kufaulu mtihani wake, kwani kulingana naye amejitayarisha kikamilifu. Napitia kila kitu, inakuja teke hadi naweza soma hiyo siku ya kuamkia mtihani na niko sure nitapita. Kwa muonekano ni dhahiri kuwa chuo hiki kimeweka mazingira bora kwa wanafunzi wake kujiandaa na mtihani. Hata hivyo, baadhi wameeleza changamoto ambazo wanakumbana nazo wakiwa katika harakati za matayarisho ya mtihani. It's been a nice environment, but pia kuna changamoto hapa na pale. Kama unajua unaweza sahau ID huwezi ingia library for that reason. So hiyo pia ni changamoto kubwa. Mamlaka husika ya mitihani tayari imetoa ilani ikitoa onyo kali kwa yeyote atakayejihusisha na ukiukaji wa taratibu za mitihani. Huku wanafunzi wakiendelea na maandalizi yao ya mtihani wa mwisho wa muhula, wengi wameeleza matumaini ya kufaulu kwa mtihani huu. Nikiripotia runinga ya Kuza, mimi ni Rajab Juma. Na kuhusiana na taarifa hiyo, leo hii studioni nimeweza kuungana naye mratibu au mtaalamu mkuu wa mitihani katika chuo kikuu cha Kenyatta, Bwana James Magoti. Karibu sana Bwana James. Nimeshukuru. Nimefurahi sana kuungana nanyi leo kwenye studioni kwenyu. Sasa chuo kikuu cha Kenyatta labda kimejiandaje kwa viwango vya mtihani ijayo itakayoanza tarehe 9 Februari mwezi huu? Swali nzuri sana. Sisi kama kamati la uendeshaji wa mtihani, ratiba tulitoa kwa wakati ufaao, tukaisambaza kwa wanafunzi na tukaisambaza pia kwenye faculties ambazo zinasimamia mtihani. Sisi kama kamati la uendeshaji wa mtihani pia pale kwenye madarasa ambayo mtihani yenyewe itafanyiwa, tumeweka arrangements, viti viko pale, invigilators pia tumewapanga vilivyo. Mtihani pia tulishachapisha na tumehakikisha kuwa yamewekwa kwenye vyumba ambavyo viko secured vizuri. Labda jambo la mwisho, una ushauri gani kwa wanafunzi wakati huu ambapo wanajiandaa na mtihani? Kwanza kabisa, wanafunzi wa kisasa wamezoea kwamba exam regularities. Wengi wana mienendo ya kwamba hawasomi mapema, wako kwenye mitandao, TikTok, Instagram. Alafu ikifika wakati wa mtihani wanataka wa involve themselves in exam irregularities. Sasa mimi kama vile tulitoa ratiba wakati ufaao, ningependa kuwahimiza wanafunzi waje wakiwa wamejiandaa na wasije wakajihusisha katika mienendo ambayo itafanya waende nyumbani mara walipatikana wakiba mtihani. Shukran sana kwa kutenga muda wako kuzungumza pamoja nasi. Nimeshukuru sana Bwana Steve. Kufikia hapo mtazamaji, sina budi kuhitimisha habari za Kuza awamu ya saa 1 hadi hapo kesho panapo majaliwa. Nakutakia usiku